Tuombe. Bwana Yesu, uinuliwe kwa kuwa unaweza, peke yako unastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Mpaka sasa tunasema wewe ni Ebeneza, maana Bwana tumeendelea kuziona fadhili zako na wema wako na uaminifu wako. Asante Yesu kwa nguvu zako na kwa kibali chako. Nimesimama madhabahuni pako, Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu aliye mwaminifu Jehova. Tunahitaji Roho wako aendelee kusema nasi. Pasipo Roho wako Mungu sisi hatuwezi kitu chochote. Wewe Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Baba, neno ambalo tunaenda kulisikia likafanyike kwa mbegu ndani ya maisha yetu, likatuzalie matunda katika jina la Yesu Kristo. Roho za mpinga Kristo zikapate kushindwa na kuharibika. Udhihirisho wako na nguvu yako Mungu ikaendelee kuonekana mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Utaenda kusema nasi Mungu. Ubarikiwe kwa kuwa unaweza. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya tena. Basi Mungu akubariki sana. Basi somo letu tunasema upendo. Ashukuriwe Mungu kwa kuwa yeye alianza kwanza kutupenda sisi wanadamu. Unapojifunza upendo, na ndani ya upendo kuna vitu ambavyo vinadhariwa vikubwa sana mtu akiwa na upendo wa kumpenda Mungu. Kwa pasipo upendo hakuna kitu ambacho kinazaliwa ndani ya mwanadamu. Unapoona kazi hii inayofanyika hapa, wewe mwenyewe tafakari, ni upendo. Kuna mtu ameonyesha nini? Upendo wa kumpenda nani? Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndani ya mtu aliokoka ni muhimu sana kutafuta upendo wa kumpenda Mungu. Kwa kanisa, kama upendo wa kumpenda Mungu unakuwa haupo, maana Mungu anatafuta moyo ambao huyu mtu ana moyo wa kumpenda yeye. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Misali 8 pale 17. Labda tuanzie hapo. Najua jana tumejifunza kuhusu uchumi, na nashukuru Mungu mimi mwenyewe nimeendelea kufundisha uchumi, nikashangaa nakutana nayo hapa. Kwa upendo unasababisha uchumi wa mtu uinuke, na Mungu anatafuta wenye upendo ili awatoe sehemu awapeleke sehemu nyingine. Nani anaweza kasoma? Pia atakusoma, mimi mwenyewe naweza. Pale mstari wa sura ya 8 Misali, kuanzia mstari wa 17 mpaka mstari wa 18 au mpaka mstari wa 19, haina shida. Pale anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa kumbe ile bidii ambayo tukajifunza jana, kitu ambacho kinasababisha bidii ya mtu iendelee kuonekana, maana ni ile hali ya mtu anapoonyesha moyo wa kumpenda nani? Mungu pasipo kuchoka. Bidii inasimama hapo na maisha yanaanza kubadilika. Mtu anaanza kuwa ni mwingine. Mpaka leo hii ulivyo ni upendo wa kumpenda Mungu. Wengi wamekata tamaa. Ukiona watu wengine walikuwa wanashuhudia, mchungaji mmoja akasema walioacha hapa sehemu za huko, yani hawaeleweki kwa sababu tayari walikutana na magumu wakaishia njiani. Na kuambia kwa jina la Yesu, usiishie njiani, songa mbele ili uendelee kung'ara. Songa mbele ili maisha yako yaendelee kuinuka. Endelea kuonyesha moyo wa kumpenda Mungu pasipo kuangalia vitu vingine. Wengi tumepoteza baraka. Nilikuwa nawaza, nimepita katika sehemu mbalimbali ngumu, tukiwa na Dorikasi pale, tumehubiri injili pale na Dorikasi. Huyu hapo Dorikasi, punga mkono. Amen. Tumehubiri injili, wako tutukana, wako tubeza, lakini ule upendo wa kumpenda Mungu, watu ndani ya mji wa Tabora wamepona. Amen. Kwa mambo mengi yanakwama kwa mtu kwa sababu anaacha kuendelea kuonyesha moyo wa kumpenda Mungu, anaanza kuangalia vitu vingine. Na kuambia acha kuangalia vitu vingine, Mungu ana haja na wewe, maana adui anajua ambako Mungu anataka kupeleke wewe. Wewe endelea kuonyesha moyo upendo. Watu wamepona, watu maisha yameinuka, waliokuwa na hali za chini
wameinuka. Basi na wewe Mungu ana haja na wewe. Amen. Haleluya. Kale kamwimbo mimi mwenyewe sikapendeke, kale kakwepa utelezi, hatukwepagi. Ni lazima upite, dhahabu ing'are, lazima ipite kwenye moto. Dhahabu ing'are, lazima ipite kwenye moto. Lakini watu wengi wanaogopa. Usiogope, mwambie jani usiogope. Mungu ana haja nawe. Anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii watafanyaje? Wataniona. Kwa unapoonyesha moyo wa upendo wa kumpenda Mungu, basi Mungu ataonekana katika biashara yako, ataonekana katika ndoa yako, ataonekana katika shughuli unayoifanya ya kila aina. Kila jambo utakaolipanga litafanikiwa, kwa sababu tayari uko tayari kuonyesha upendo wa kumpenda Mungu. Na nikwambie, hata hilo tatizo ambalo unaliona ni gumu, sio gumu, endelea, songa mbele. Mungu anataka atengeneze muujiza wako. Mwambie ni Mungu anakusudi na wewe. Anatafuta Mungu. Tunaendelea pale. Anatafuta nini? Moyo. Anatafuta nini? Mungu anaangalia. Ndio maana mimi napenda kama mimi nimeokoka mimi. Usiseme tumeokoka, sema nimeokoka mimi. Sema nimeokoka mimi. Mungu anaangalia wewe. Hajasema linda mioyo, anasema ulinde moyo. Maana ndani ya moyo huko ndo kuna nini? Kuna chemi. Sasa adui anaondoa upendo wa kumpenda Mungu ili ubaki utupu. Mwambie jana, mtikise, mwambie Mungu anakusudi na wewe. Mtikise tena, mwambie Mungu anakusudi na wewe. Mwambie usikate tamaa, songa mbele, Mungu anakusudi na wewe. Haleluya tena. Chapie Yesu makofi na vigeregere. Shangilie Yesu wetu alivyo mzuri. Amen. Haleluya. Kwa hapo ndo pana siri kubwa sana. Pana siri, yani wewe ulivyo. Ukisoma Yohana ile 1, kabla sijaendelea huko, anasema jinsi Mungu alipenda nini ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima. Kwa mtu pasipo upendo wa kumpenda Mungu hawezi kutoa. Kwa yeye Mungu alionyesha upendo wa kumpenda mwanadamu. Amen. Amen. Kwa unapotafuta moyo wa upendo, huwezi kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu kama upendo haumo ndani. Kwa unapoona mtu anaendelea kufanya au kujungamanisha na madhabahu kwa njia mbalimbali, upendo ni kwambie sadaka iko katika sehemu mbalimbali, kwa njia ya kuimba, kwa njia ya kusifu, kwa njia ya kutoa, kwa njia mbalimbali. Anapoonyesha, unapoona anafanya, maana upendo umo ndani. Ni ibada na usuria kama hivi, ni upendo unaonyesha upendo wa kumpenda ni Mungu. Maana Biblia inasema upendo hausudu, upendo hauadhabu mabaya, huvumilia, upendo hautakabari, upendo haujivuni. Amen. Kuna matokeo makubwa ukianza safari ya kuonyesha upendo wa kumpenda nani? Mungu. Hata kwenye ndoa kama upendo haupo, hakuna kinachoendelea. Kama mama ana upendo, baba ana upendo, kila mmoja anaonyesha moyo wa upendo, kuna matokeo makubwa. Amen. Yani matokeo makubwa. Nimeona utendaji mkubwa wa Mungu kadri ninavyoendelea kuendelea kutembea katika hali ya kumpenda nani? Mungu. Maana mtu ambaye amekaa katika hali ya kumpenda Mungu haangalii gharama. Jana nilikuwa kanisani, na leo tena niende kanisani. Jana nilitoa, na leo tena nitoe. Huyu mtu ndio kwamba upendo haupo. Lakini mtu aliye na upendo wa kumpenda Mungu haangalii gharama. Kama ingekuwa kukata tamaa, basi ingekuwa ni huyu baba. Amen. Wewe kujenga, utaona, utakutana na watumishi. Nilikuja na yule kijana, nimempeleka pale na nini? Pale ushamba pale. Akasema mchungaji huyu askofu wenu basi hatari. Yuko vizuri. Wengi wanaelekeza maisha yao, wanaelekeza kwenye maisha yao. Alikuja askofu mmoja pale kutoka Mbeya, ni shemeji yake na mke wangu. Akawa anaumwa, nikawa nimemwambia, alikuwa ana uti wa mgongo. Sasa akatafuta, alisikia habari kwamba
watu wengi wamefunguliwa hata kule Mbeya. Akasema naomba niombee. Niliogopa sana kwamba askofu tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwombea. Akabariki yule baba, akabariki kama baraka zote. Akasema sasa naenda Mwanza nikafanyia check up. Amen. Akaenda Mwanza, nikamwambia kutoka Mwanza upite. Alipita kweli. Akaona kazi. Sema kitu hicho tangulia alipoona watu wengi. Ameenda kule nyumbani, asema wamekununulia gari. Haleluya. Lakini mtu aliye na moyo wa upendo wa kumpenda Mungu anahangaika sana kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Anahangaika ili ajenge ufalme wa Mungu. Yuko tayari kuishi maisha ya kawaida, lakini ufalme wa Mungu anautanguliza mbele. Amen. Maana upendo wa Mungu umetawala. Wewe mwenyewe mnisaidie, mtu wa Mungu pale anasema mimi nakaa kwa chumba kimoja pale. Amen. Lakini kwamba alikuwa hana uwezo wa kunani wa kutoka aende sehemu nzuri. Ile upendo wa kumpenda nani? Tunajifunza upendo wa kumpenda nani? Upendo wa kumpenda Mungu. Haijalishi hauna au unavyo, kile ulicho nacho kidogo, unapoonyesha moyo wa kumpenda Mungu na Mungu anajaza. Amen. 18 pale anasema utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Kwa kadri unavyoendelea kuonyesha upendo, anasema utajiri na heshima viko kwangu, na utajiri ule unaodumu, sio unaochuja. Unapoendelea kuonyesha upendo wa kumpenda Mungu, basi utajiri unaodumu uko kwake huyo utakapoonyesha upendo wa kumpenda yeye kila wakati bila kuchoka. Kuna matokeo makubwa. Kuna matokeo makubwa. Kuna matokeo makubwa. Utajiri, ukitaka utajiri udumuo. Sio kaona watu huko nje, tengeneza utajiri ule wa kifarume hapa. Amen. Nimeenda nyumba moja, asante Yesu, sitaji jina. Wana hela nyingi sana. Wana hela nyingi lakini hawana amani. Amezungumza hapa jana mtu wa Mungu, nimedaka sijui mwenzangu. Asema wewe unaona kwamba unaweza kaona wale wana hela, lakini amani uliyo nayo wewe ni zaidi ya pesa. Mungu aliye nayo wewe ni zaidi ya pesa. Yesu aliye naye ni zaidi ya hela. Ukijua kumtumia vizuri, ukaishi katika sehemu ya kumpenda Mungu, anabadilisha historia ya mtu pale mtu anapoendelea kuonyesha moyo wa upendo. Tena ule utajiri na hudumu. Usitamani tu eti uke hapa, ni lazima upite hapa. Nilikuwa nafundisha siku moja kanisani. Unajua watu wanasema tambalale kwa Yesu, tambalale. Tambalale kwa Yesu hakuna milima. Wewe tambalale. Haleluya. Lazima upite. Zabu ingale, lazima ipite. Wewe unatamani wewe mwimbaji mzuri, ni lazima upite wa kuseme. Usiogope kusema wewe. Wanapokusema uendelea kuonyesha moyo wa kumpenda Mungu. Mwambie ni pana siri kubwa hapo imefichwa, na kuendelea kunyenyekea chini ya madhabahu. Amen. Nyenyekea. Soma Petro wa kwanza ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 5, sijajua 6 pale. Nasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Amen. Kwa ukikaa katika msingi wa kumpenda Mungu, ndani ya upendo kuna vitu vingi mle ndani. Yesu mwenyewe alipitia mengi, lakini ule upendo, alitemewa mate, alichoma mikuki, alifedhuriwa, alizarauliwa, aliacha enzi mbinguni, akaamua ashuke duniani kwa ajili ya kutukomboa mimi na wewe. Amen. Haleluya. Tena ni lazima unapokuja kanisani usiwe mtu wa kuingia na kutoka. Ni lazima uchukue kile kitu ambacho nimetamani sana. I say mpaka nimemwambia mtu mmoja kwamba hivi naweza nikakaa hapa nikaepo hata mwezi mmoja tu. Eti mtu wa Mungu unanihusu baba, nikaepo hata mwezi mmoja hapa. Nijaze afu niende tena, maana nina haja niufikie ule mji. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Hivi wachungaji hawana likizo eh? Haleluya. Jina la Baba barikiwe sana. Basi ashukuriwe Mungu, ataendelea kutujaza hivyo. Na nashukuru Mungu naendelea kusikiliza redio, inafika pale vizuri. Mambo mengi najifunza. Amen. Ni lazima tufanyeje? Mtu aliye na moyo wa upendo wa kumpenda Mungu, kuna vitu ambavyo anaambatana nayo. Unyenyekevu. Unajua, nasema mtaka cha uvunguni shaiti afanyeje? Sasa wewe unataka baraka ya Mungu, unaogopa kusemwa. Wewe unataka uwe mwimbaji mzuri, lakini unaogopa kusemwa wewe. Unataka ukosolewe. Amen. Haleluya tena. Mimi bwana niseme tena, nisiposema naona kama siko vizuri. Niseme tu. Ukinisifia hamna, unaidanganya. Niseme hapa Mwariso hivi na hivi. Vizuri kabisa. Niseme. Lakini endelea kunyenyekea na kukaa katika hali ya upendo wa kumpenda nani? Kwa sababu najua naelewa kwamba hapa nikihama adui anataka nitoe sehemu ya chemichemi. Tumeona watu wametoka mahali hapa hawaeleweki. Wewe hawaeleweki. Mwingine ndo alipita na bajaji, nikamwambia kanisani kwetu ni hapa, tena kipindi hicho tulikuwa kule na hapa alikuwepo. Nikasema karibu kanisani kwangu ni hapa. Akaona jengo limesimama pale la broko. Sasa wewe ni mchungaji? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali ya kunyenyekea sio kwamba mabaya hayapo, yapo. Ila ili ushinde, kaa katika hali ya kumpenda nani? Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukiondoka katika hali ya upendo wa kumpenda Mungu, aisee kuna mazito. Utakiwa umebeba kanisa zima hili. Amen. Ndio maana yule limba majaribu yanachoma kama moto, lakini kwa namna nyingine aisee yanasababisha wewe upande ngazi kwenda juu. Lakini ili ushinde haya na uchumi wako uinuke, endelea kuonyesha moyo wa kumpenda Mungu. Ndani ya upendo. Wanakwaya tukakaa katika hali ya upendo. Huyu ameimba, mbariki. Amen. Ameimba vizuri, mbariki. Usione wivu. Ndio upendo. Mbariki. Sio naye anajivuna ameimba vizuri. Bariki. Amen. Mungu anatafuta watu wa namna hivyo. Na kile ambacho tukikaa katika msingi huo, basi kile ambacho tunafundishwa kwenye madhabahu hii kitatuzalia matunda na tutaendelea kumuona Mungu na utendaji wake. Wangapi wako tayari kukaa katika upendo wa kumpenda Mungu? Maana Mungu ameonyesha mengi sana. Upendo wake kwake ameonyesha mkubwa. Wengine tulikuwa wafu. Mimi navumilia. Kwa nini nasema upendo? Unavyoniona nilikuwa kichaa. Nilikuwa nini? Kichaa. Sasa kule tulikuwa nafundishwa nishindwa hata kujenga nyumba, lakini nimekuja kwenye madhabahu hii nimejenga nyumba kubwa. Amen. Kubwa sasa hivi noti zinaingia humu, wamo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo hii Mungu anajitukuza. Na wewe usihame katika hali ya kumpenda Mungu. Mungu atainua na kile ambacho mbegu ambayo inapandwa neno lake unapolichukua hapa na ukaunganisha upendo humo ndani, yale makunyanzi ukayaondoa pasipo kumwangalia mtu mwingine, pasipo kuangalia vitu vingine, wewe ukasonga mbele ukamtazama Yesu aliyekuita. Tusimbe tu wimbo kama sio wewe Bwana ningekuwa nani? Tusimbe tu. Amen. Mtazame Yesu alivyokukarabati, alivyokutengeneza, alivyokutengeneza. Umetengenezwa. Wengine hapa ni kwa mimi nimekuja watu kufanya hivi udongo na Kwani nangangana? Mimi sitaki unafiki, nangangana, naongea kweli kutoka roho. Amen. Nimeona kitu kwenye madhabahu hii. Haleluya. Jina la Baba barikiwe. Nimeona kitu. Sasa kile kitu nilipokichukua nikaenda nacho. Na pale ukifika si wanasema kanisa la Mwemezi, kwa niongee nini? Wanasema kwa Mwemezi. Sasa utakuwa na ujanja gani sasa? Kanisa pale mpaka watu wanakuja Mbeya
Basi unauliza kanisa la yule kijana Muhemezi, kwani mimi ni Muhemezi? Sika Haleluya. Anasema mjue sana Mungu wa baba yako, huyo ndio uende naye. Ukienda naye basi Mungu anajidhihirisha. Lakini kuna upinzani mwingi sana, maana adui anajua ukimwonyesha Mungu wa baba yako atajitukuza ndani ya mji. Saizi ndani ya mji nikwambie, mji umekaa salama, watu wako huru. Wanasema mchungaji, tunashukuru Mungu katika 100% tumeona. Saizi watu walikuwa wanaogopa hata kujenga nyumba za block, saizi wanajenga nyumba za block. Nimewaambia usisubiri ipoe. Unajua huko Wanyamwezi eti amejenga nyumba na subiri ipoe. Usisubiri ipoe. Wewe kama umejenga, niite hata mimi mchungaji nije niombe, maana wanaogopa. Wao wakijenga nyumba anasubiri mpaka muite mganga, wanamuitaga mtaalamu. Hivyo nasema mtaalamu amejaa magwambara miguu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimewaambia ukijenga nyumba ya block usiogope. Nipo. Nasema yari ulikuwa unahubiri. Tumeona wachawi wamewakimbizwa, wengine wamekufa sana. Amen. Na leo hii waganga wengine wanaendelea kuwazika huko, sema huko. Yeye tunataka waokoke, hatutaki wafe, tunataka wafanye waokoke. Kama hawataki kuokoka basi Mungu ndo anajua. Haleluya. Amen. Kwa ufunguo wa maisha ya mtu ni pale anapokuwa na nini? Na moyo wa nini? Upendo. Hiyo ndio upendo. Unapoonyesha upendo wa kumpenda Mungu, ndio ufunguo wa maisha. Usichoke. Usifanye. Usichoke. Nimechoka sasa mimi. Sasa kama ndio wokovu na uacha. Mmoja nikasema sasa unasema na uacha, basi mwambie aliyekuokoa, usiniambie mimi. Amen. Sasa Mungu ndiye aliyekuokoa. Mungu ndiye aliyekuponya. Yeye ametamka amekupenda, ndio maana akakuponya. Leo unasema nimechoka, unaniambia mimi? Mwambie aliyekuponya. Nimechoka sasa, bora nipumzike. Upumzike unaniambia mimi? Unamwambia mtu wa Mungu nimechoka? Yule aliyekupenda ndio umwambie. Wewe uliyenipenda sasa nimekutana na watu njiani wameniuzi, basi nimechoka. Tunaelewana Anasema matunda 18 pale 19 Anasema matunda yangu hupita dhahabu, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Unaona unapoonyesha moyo upendo, matunda yake yanasema ni safi. Unaona, na dhahabu yake hupita fedha iliyoteule. Nimekutana na watu ambao wamefundishika walikuwa wanaendesha basikeli zile. Hadi nilivyoendelea kuwafundisha hali ya kumpenda Mungu, leo hii wanaemea mizigo Mwanza, wengine wamefungua maduka. Haleluya. Ni ile hali watu nawafundisha kwamba mpende Mungu. Ukimuishi Mungu huyu pasipo kuishi vitu vingine, usiishi matatizo, usiishi shida zile ulizopita. Anza maisha mapya na kuonyesha upendo wa kumpenda Mungu, ili Mungu atengeneze njia, ili Mungu afungue milango iliyofungwa. Wewe mwenyewe unaweza kusababisha milango ifungwe, wewe mwenyewe unaweza kusababisha milango ifunguke. Amen. Ukisoma Ufunuo pale, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, milango inafunguka. Milango inafanyaje? Inafunguka. Milango inafunguka pale unapoendelea kuonyesha upendo wa kumpenda Mungu. Sura ya 3 pale mstari wa 20. Sura ya 3 mstari wa 20. Anasema tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa Mungu anataka leo ufungue mlango wako. Fungua mlango wako leo kwa jina la Yesu. Fungua mlango wako. Kama kuna watu walikuwa wanakuchelewesha, wanakukwamisha, anza maisha mapya.
ili Mungu mlango afanyeje? Aingie. Anasema mtu akifungua mlango, anasema nitaingia, nitakula pamoja naye. Amen. Haleluya kanisa. Mungu anakutafuta wewe. Mungu anasema na wewe. Mungu anasema na sisi leo kwamba tufungue mlango. Kama ulikuwa umepoteza hali ya upendo, basi anza maisha mapya. Wewe ulikuwa mwimbaji, ulikuwa nini? Mwimbaji. Ulikuwa ni mtoaji, ulikuwa ni mwalimu mzuri, ulikuwa unashuhudia watu huko mitaani. Toka nilipokuambia wewe hujui, ndio hapo kakata moyo. Ulikuwa ni mtu ambaye unawarejesha waliorudi nyuma. Unajua wewe ukiendelea kuonyesha upendo, unajua unaweza kuifahamu kazi ambayo Mungu amekupa. Sio kukaa tu kwenye kiti. Wewe mwingine hapa ni unajua sisi ni fursa kwa kila mtu Amen. Unajua sisi ni viungo vya Kristo. Amen. Kwa kazi yako wewe unaweza kawa na kazi tu. Hivi kuna mtu amewahi muuliza hapa Mungu kama Mungu kazi yangu ni ipi? Unaweza kujibanza kwenye kazi ambayo sio ya kwako. Kumbe kazi yako ni kuwarejesha wanaorudi nyuma. Kama ndugu yangu, mbona tukuoni kanisani? Usiseme anajua yeye. Haleluya. Kwa milango inafunguka. Anasema mtu akifungua mlango, anasema nami nitaingia kwake. Kwa leo ufungue mlango, uanze kuonyesha moyo wa upendo wa kumpenda Mungu ili Mungu aingie ndani yako. Upendo una nguvu kweli. Amen. Upendo una nguvu. 21 pale. 21 pale. Nasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo unayeshinda, unayekaa katika hali ya upendo, nasema Mungu ataketi pamoja na wewe. Amen. Anza safari kwa upya ili uchumi wako uinuke, maisha yako yabadilike. Upendo. Mtu hawezi akawa anatoa kwa Mungu, nikwambie ni gharama. Huwezi kaacha muda, ni upendo. Hata hivi ulivyokuja, mtu mwingine unashangaa mvua inanyesha, lakini kitu ambacho kinamkereketa ndani ni ule upendo wa kumpenda nani? Mungu ndani. Shangaa amebeba mwamvuli, lakini hali ya hewa, angalia upendo wa wengi umepoa. Unashangaa mvua inanyesha, mtu anasema mvua inanyesha siendi kanisani. Je, wangesema wanagawa hela? Ungeona hapa tunagawa hela. Amen. Tunagawa hela 1000. Si nianzie ngapi? 10,000. 10,000. 10,000. Utaona hapa mtu anabeba nini, anaenda wapi? Haleluya. Kuna upendo hapa. Upendo hauko katika vitu vinavyoonekana. Hata kama hauna, lakini wewe endelea kuonyesha upendo wa kumpenda nani? Mungu. Ndani ya safari Mungu anatengeneza muujiza. Tunakumbuka siku moja jamaa alisema tuvunje hizi nguzo, tumekosea kuzijenga hizi. Yeye alikuwa hayupo, akasema vunjeni. Tukazibomoa, tukazishusha. Watu wakalalamika, lakini kazi kawa inaendelea. Sasa mimi nilikuwa nakuja kujenga. Sasa kule nyumbani chakula ndio nimeleta familia kutoka Mbeya. Familia ipo kule nyumbani, hamna cha msosi wala chakula chochote. Amen. Sasa ndani ya safari, sema ndani ya safari, ule moyo sasa wa upendo wa kumpenda, nikaja hapa. Ile kurudi kule nyumbani, wenzangu kumbe walikuwa wanapewa nini? Hela.